Nimekuja hapa kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba kuweza kuzungumza nanyi kuhusu maendeleo ya klabu yetu ya Simba, kuwajulisha wana Simba na Watanzania na wapenzi wa Simba ambao hata si Watanzania kuhusu maendeleo ya klabu yao pendwa Simba. Pamoja nami nimefuatana na makamu mwenyekiti wa bodi ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba pia Bwana Murtaza Mangungu, na afisa mtendaji mkuu wa Simba CEO Zubeda Sakuru, pamoja na wafanyakazi wengine wa Simba, idara ya habari wakiongozwa na Bwana Ahmed. Cha kwanza ambacho napenda kuzungumza ni kutoa shukrani. Tunatoa shukrani kwa muda wote ambao tumekuwepo katika uongozi, kwa watu ambao wameifanya Simba iweze kupiga hatua kubwa. Tunatoa shukrani kwa wanasimba wote, wanachama na wapenzi, na wale wanaotakia mema klabu ya Simba. Tunatoa shukrani kwa sponsors na partners wetu wote, na kwa umuhimu wao ni vizuri kuwataja. Tuna partners wasiopungua 18 sponsors na partner. Napenda kuwashukuru Betway, J-Root, Azam TV, Mo Cola, Mo Group, Mo Assurance, Mo Foundation kwa ajili ya CSR, toaji kwa huduma kwa walengwa wanaohitaji, Premier Mobile, Serengeti Breweries, kuna Simba Mastore, kuna benki ya CRDB, NBC, NMB, Equity, na bila kusahau mdau mkubwa serikali, sababu serikali pia ni mdau mkubwa katika maendeleo ya Simba. Lakini pamoja na hayo yote, shukrani za pekee zimwendee Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwezesha hayo yote kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo si rahisi kwa klabu kuwa na sponsors, kuwa na partners wa kiwango hiki karibia 18 katika ukanda wetu wa kusini mwa jangwa la Sahara. Hii inaonyesha kwamba klabu yetu inakubalika kweli kweli. Na pia tunatoa rai watu, makampuni mengine yaje yaweze kushirikiana na Simba, na mengi ambayo yameshirikiana na Simba yameweza kufanikiwa, kwa sababu katika Afrika, katika wanasema ufikiaji wa watu, Simba ni namba 2 Afrika. Baada ya Ahali, sisi tuna platform ambazo zinafikika duniani kote. Zaidi ya watu kwenye milioni 12 duniani wanafuatilia platforms za Simba za social media. Kwa hiyo ukiwa partner na Simba unaifikia dunia, sio Tanzania. Kwa hiyo tunakaribisha watu waweze kuendelea. Jambo la pili, napenda kuongea kuhusu swala la transformation. Nakumbusha hapa ni wasahau Air Tanzania, ni wadau wetu wakuu. Unajua nililist wanaoleta hela tu, nikasahau wanaotoa huduma. Air Tanzania nao wanatupa huduma, tunapata discount nzuri sana kila tunaposafiri na Air Tanzania. Kwa hiyo shukrani sana Air Tanzania. Jambo la pili ambalo ningependa kuambia
mchakato wetu wa transformation ambao tulianza 2017 sasa ni 2025, miaka mingapi hiyo? 8. Unaenda kufikia tamati. Ni kipindi kigumu tumepita, kwa sababu huu mfumo kuacha ambako unatumika Ulaya, hasa Ujerumani, Afrika hakuna klabu inatumia mfumo huu. Kwa hiyo tulikuwa tunaona ugumu ambao mamlaka za serikali na mamlaka za soka na wizara husika, tume la ushindani, ambavyo ulikuwa unapata changamoto ya kuweza kupitisha mfumo huu. Mfumo huu ambapo unaita ni hybrid, kwa maana umegawanyika, wanachama wana hisa zao na wawekezaji wana hisa zao, ni mfumo mgeni kabisa. Lakini tunaomba kusema kwa uwazi, ni miaka 8 iliyokuwa na changamoto kubwa sana. Ilibidi kwenda tume ya ushindani, na wakati huo tulikuwa tumeshaanza na ile interim board. Wakasema, kwa nini mlianza kabla ya kuja huku? Tukapigwa faini, tukalipa. Ikabidi tukapita RITA, ikabidi tukapita BMT, ikabidi tufike mpaka mamlaka za juu, ofisi ya waziri mkuu akazungumza. Lakini hatimaye mwanasheria mkuu wa serikali akakutana na vyombo vyote, akasema baada ya kupitia hizi matatizo na tumeshauriana, basi nashauri Simba na BMT mwende mkayamalize. Kikao chetu cha mwisho cha wanachama tulipitisha hii katiba ambayo tunategemea kama si leo, kesho au kesho kutwa itakuwa imesajiliwa. Sasa hili ni jambo kubwa kwa klabu ya Simba, kubwa kwelikweli, kwa sababu sasa ndio tunaanza safari. Kwa hiyo hii miaka 8 ilikuwa ni up and down. Tunaingia sasa kwenye mashirikiano na tunaingia kitu kinaitwa shareholders agreement, kuweza kujua mwekezaji atafanya nini na wanachama nao watafanya nini. Lakini kubwa ambalo tunaenda kulifanya sasa, tulikuwa tumesimamisha kutoa kadi za wanachama wa Simba. Sasa tunaenda kutoa kadi za wanachama wa Simba, na nawahakikishieni tunaenda kuwa klabu ya kwanza tena yenye wanachama wengi, sio Tanzania tu. Mark my words, narudia, tunaenda kuwa klabu ya kwanza yenye wanachama wengi, si Tanzania tu, na hasa nje ya Tanzania. Wanasimba hawa ninavyowafahamu, wanasimba hawa ambao ni wa kisasa, wanasimba hawa ambao wako tayari kujitolea kwa klabu yao, wanaenda kuonyesha mfano, na huo mfano hautapita miezi 6 mpaka mwaka. Tutakuja kuambieni sasa tumefikia wanachama wangapi, na hao wanachama hatutawaandikisha sokoni. Ni wanachama ambao watapitia kwenye matawi, kwa sababu ni wanachama ambao wanakuja kuwa wanahisa. Kwa hiyo ndugu wana Simba, wapenzi wa Simba, sasa tunaenda kufanya mambo makubwa, kwa sababu tutapata wanachama ambao tunastahili. Lakini na pili, tunaenda kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo hazitapatikana hapa Tanzania. Hakuna kadi za mfano wake. Itakuwa ni kadi za kisasa ambazo zitakuwa na mambo mengi sana ya faida kwa wanachama. Kwa hiyo hilo linafanyiwa kazi, mimi na makamu wangu ambaye ni mwenyekiti wa klabu, ili tupate kadi za kisasa ambazo mwana Simba akipata ile kadi, sio tu kwamba kuja kuonyesha kwenye mkutano, inakuwa na mambo mengine mengi zaidi ambayo yanaweza yakafanyika. Lakini uwekezaji huu transformation kikamilika, sasa mwekezaji sasa anaenda kuweza kujenga miundombinu. Alishatuahidi kwenye board, transformation ikikamilika anaenda kuwekeza kwenye miundombinu. Kwa hiyo muda sio mrefu pale Bunju panaenda kutengenezwa training facilities za kiwango cha 5 ambazo zitakuwa ni za kisasa. Kwa hiyo hili ni kubwa sana kwa wana Simba.
La tatu, kumekuwa na maneno ya hapa na pale siku za karibuni. Sasa naomba niseme, sisi kama bodi tunazungumza kwamba Simba ni moja. Sisi tuna bahati, tumepata mwekezaji ambaye kwanza ni mwanachama wa Simba, na mwekezaji huyu kwanza akiteua wajumbe wa bodi karibu wote wana Simba. Kwa hiyo Simba ni kitu kimoja, ila tunakutana kwenye shareholding kwamba huyu ana 49, huyu ana 51, lakini wote wanaoingia kwenye bodi ni wana Simba. Kwa hiyo hayo maneno yanayopandikizwa, yanayokuja huko yote tutayaua, tutayamaliza na Simba itabaki moja. Kwa hiyo nawasihi wana Simba, sisi tuko kitu kimoja. Mimi na makamu wangu tuko kitu kimoja. Kwa hiyo Simba yote itakuwa ni moja. Na mwekezaji ni mwana Simba. Sio kama mtu ametoka, maana kuna timu zingine wa Uingereza mwekezaji ametoka Uarabuni, ametoka Marekani. Hapa mwekezaji ametoka Tanzania na ni mwana Simba. Kwa hiyo maneno kila siku wanachama, wekezaji, lugha za kugawanya, tunaomba kuanzia sasa zifike mwisho. Simba ni moja na tutaendelea kupigania klabu yetu, na huu ndio msimamo wa jana wa bodi. Kwa hiyo nipende niwaeleze hayo, lakini kikubwa ni kwamba tunaandaa mfumo wa utoaji wa kadi ambao utakuwa ni wa kisasa, ambao kila mwana Simba sasa, Simba inaenda kukua. Labda niwaeleze kitu kingine. Ile hela ya 20 billion sasa iliyokuwa kwenye escrow account ikiisha itahamia kwenye account za Simba, then tutaanza kutengeneza faida. Na katika sehemu ya mapato ya kadi pia yataingia kwenye endowment fund, tutaanza kutengeneza faida. Sisi ni klabu ambayo tutakuwa na pesa nyingi kuliko klabu zote. Kwa hiyo hili ni swala la muda, tunaenda kutengeneza timu ya kisasa ambayo iko na uwazi, yenye good governance. Yenye good governance. Narudia tena, yenye good governance. Tusikubali kupotoshwa. Baada ya hayo machache, si mengi, naomba kama makamu na hote la kuongeza, basi unaweza kuongeza, sio vinginevyo tuko tayari kwa maswali yoyote. Kwamba sisi pale tunaenda kuambia yani hiyo inaathiri vipi, sielewa yani. Huo ugomvi ni ugomvi gani kwanza? Alafu unaathiri vipi? Wacha kwanza tuache ugomvi kwanza. Yani wanaathirika vipi yani? Sio kama mmenielewa. Yani wanaathirika vipi wachezaji? Kwa sababu mishahara wanalipwa tena kwa wakati. Hakuna klabu inalipa mishahara kwa wakati. Hakuna, hawadai hata bonus. Hawadai chochote. Hakuna mtu anadai chochote Simba, chochote. Tena huyu mshahara wa Christmas unalipa lini? Leo okay. Tayari ushalipwa. Disemba ushalipwa. Wanadai nini? Maana unaposema tumewaathiri viongozi, tumewaathiri vipi? Tuache huko mgongano kwanza. Maana sio kama mgongano, umeona wapi mgongano? Tuje kwenye wao wanaathirika vipi? Kauli za wapi? Kauli za wapi? Kwamba kiongozi anambia mcheze chini ya kiwango. Sio kweli. Sio kweli. Ngoja nikwambieni jamani. Kiufundi sisi tumepata shida ni kwa sababu kocha tulianza naye msimu, akasajili timu, akatrain mwezi mzima, pre-season, akaondoka bila kutarajia. Ikabidi tafute kocha ambaye ataingia immediately. Naye hakukizi vigezo vyetu. Kwa hiyo ikabidi naye aondoke. Kwa sababu ya NDA. Unajua NDA ni nini? Non disclosure. Mnaachana lakini hamtaki kusema kwa sababu ya protection. Lakini tuliona kwamba bora tuachane. Kwa sasa hivi tutapata kocha. Umenielewa? Umeona timu ilivyo nani
Cha pili ambacho watu hata mtu mmoja amekisema, mechi ya kwanza sisi na Ngao, central defender dependable Hamza injury. Baada ya mechi gani ile, goalkeeper dependable Kamara akafanya nini? Kaumia. Juzi tuko pale nani wapi? Bamako, central defender mwingine namba 1 injury. Niambie timu gani Tanzania hii itampoteza goalkeeper na 2 central defenders wa kwanza wote watoke, Afrika cheze mechi kubwa ikashinde? Niambie. Hiyo ndio matatizo ya kiufundi. Hayo ndio matatizo ya kiufundi. Na hakuna hata mtu mmoja, nyinyi si waandishi wa habari, ambaye kusema hicho kitu. Toa timu yote Tanzania hapa, toa goalkeeper namba 1 na mabeki wakati wawili, alafu icheze mechi kubwa, uone kama itashinda. Labda kwa msaada wa refa unaofanyika. Kwa hiyo ndio kiufundi. Ndio yani kiufundi. Lakini maneno yanakuzwa. Sasa Simba kwenye ligi imecheza mechi ngapi? Imepoteza mechi. Kelele utafikiri kesho mwisho wa dunia. Simba International imepoteza mechi hizi bado 4. Kelele utafikiri sio kitu gani? Hatuwezi kuingia. Sawa, tusiingia nani robo finali. It's very bad. Tukusudia. Mwaka jana siku timu ya kuingia robo. Si mwaka jana timu ya kuingia robo. Kelele zilikuwepo. Mlikuwa mnapiga kelele? Kama mnapiga sasa hivi hata ile makundi yenyewe hajaisha. Makundi yenyewe hajaisha. Mwaka jana sina mwambieni, mwaka jana kwa timu ya kuingia robo mlipiga kelele. Tuongee mpira. Wana Simba msitoe kwenye reli. Tu support timu yetu. Kuna hivi sponsor nani vinaandika. Tunavijua. Lakini wana Simba mtu anaunda tu. Morris anaingia Januari, si timu gani? Akienda hata TFF anajua mkataba mchezaji unaisha lini. Lakini anaandika tu. Sasa hizo kelele hizo zinatengenezwa. Lakini sisi bodi tuko imara. Tuko imara kweli kweli. Mimi na mwenyekiti wangu kwa siku tunaongea zaidi ya mara 5. CEO wangu tunaongea naye karibu mara 12. Na wajumbe wengine wa bodi. Tuko imara. Tutakuja na tutengeneza taasisi imara. Tunakaa vikao, tunafanya maamuzi. Nyie mmefanya vikao kila siku. Sasa unataka sisi tukae gorofani mtu mmoja amue? Ndio good governance hiyo? Sisi tunaamua kama bodi. Na bodi pale kuna watakaotoka wataingia. Watajifunza kitu. Sasa kama naamua mtu mmoja, siku akifariki au kiondoka, kutakuwa na kujifunza. Anatakiwa mpira wa mtu mmoja. Mpira wa wapi huo? Hakuna mpira wa taasisi ya wapi? Sio kama nimejibu swali lako. Bwana, hii mambo ya kusema sijui. Mimi nilipenda. Unajua swali lake zuri sana. Amezungumzia hapa, ananisikia. Mimi naweza kusema kwa kelele. Mimi ningependa, unajua unaposema kuna mgogoro. Unaposema kuna mgogoro, ni vema ubainishe anayegombana ni nani na nani. Yaani upande huu na upande huu. Lakini wewe ulienda mbali, ukasema upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Sasa mwanachama yupi? Mimi na mwenyekiti huwa tunaongea mara nyingi, tunazungumza, tunakaa vikao. Hata jana tulikuwa kwenye kikao pamoja. Labda kama Mohamed Dewji ndio unayemaanisha, mimi nimeongea naye mara mwisho jana saa 8. Na tulikuwa tunaongea mambo mengine tu hayahusiani na mpira. Wachezaji unasema wanaweza wakaambiwa, hivi mchezaji professional anayelipwa mshahara ametoka kwao kuja hapa kwa ajili ya kucheza mpira, unaweza ukamuinfluence ukamwambia wewe cheza chini ya kiwango akacheza? Atakuwa mwenda wazimu huyo, na hafai kuwepo Simba.
Sasa haya ni mambo ambayo yanazalishwa, na ninyi waandishi, bahati nzuri hamtumii muda wenu kuassess vitu. Mtu anasema siku hizi kuna VTV kandili, ukisha mpira unasemaje? Wale watu wanakuwa wanaandaliwa kabisa, na ndio maana wanaojua kule vichochoroni kule. Ukienda uwanja wa Taifa pale kwenye upande wa pili kule, unawakuta watu wamekaa, yani wanamulikana na tochi kabisa ili wahojiane. Hayo sio sawa. Kuna mmoja wao ulitaka kulisema lakini umeliacha. Kuna mtu anasema siri zinatoka. Sisi tunacheza mpira. Simba Sports Club kwa sasa mchezo wetu namba 1 ni mpira. Kama wao wana michezo ya siri, waendelee na michezo yao ya siri. Sisi hatuna jambo la siri. Siri gani inayotoka? Timu inafanya mipango yake, tukiwa na taarifa zinazohusu kujulikana kwa umma zinatolewa. Sasa ambaye anasema kuna siri zinatoka zinaenda, sisi hatuna mchezo wa siri, sisi tunacheza mpira. Nadhani nitaka kuongezea hayo. Sawa. Mimi nadhani kwanza, mimi napenda watu kwanza wanachama wa Simba wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa timu. Na nadhani mwenyekiti umelisema mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huo, sasa ndo tunaenda kutengeneza sharing agreement, yani mfumo wa uendeshaji, kile ambacho ataongoza au atafanya. Na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wowote ukatoa mwenyekiti wa bodi. Bodi ndio inayosimamia nani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement. Na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali, tulikuwa lazima tutengeneze special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndo mnawataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu. Hamwaulizi hapo. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala hatuangalii nani ametoka wapi. Na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli, ingesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye vipi. Lakini pale tunazungumzia hoja. Zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali. Tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu. Kwa nini wakati? Sisi kila mmoja kama ana swali waulize. Unapokuwa na taasisi huwa haifanyi nini? Yaani haikai tu, taasisi inakuwa. Ndio maana hizo katiba zitakwenda zabadilishwa, bodi itakwenda zabadilishwa, itakwenda na improve. Nyinyi wajui tu, miaka 2003 kuzungumzia tu kwamba unaweza kuuza hisa za wanachama kwenda kwa mwekezaji, hiyo kitu kwanza ilikuwa ni dhambi. Hiyo kitu ilikuwa ni dhambi 2003. Wakati Mohamed anazungumzia hivyo tulimwambia wewe Mohamed uuze Simba wewe. Akaacha na akaondoka. Lakini 2017 18 ikafanya nini?
ikawezekana. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba atakuwa ni mwana Simba, atakuwa ni mtu, inaweza kuwa ni taasisi. Kwa mfano uwekezaji wa Ujerumani, shareholders ni taasisi. Unakuta li kampuni likubwa linaamua kununua share. Inawezekana zile share ambazo tumeamua hizo 49 baadaye zikaingia mpaka kwenye stock exchange, watu wakaanza kununua. Kwa hiyo hiyo huko mbele siwezi nikaizungumzia itakuwaje, na wala siwezi kusema itakuwaje. Kama atakuja sio mwekezaji mwana Simba, atakuja sio mwana Simba, atakuja ni kampuni, sio kama ni mtu, siwezi kusema. Siwezi kujua itakuwaje huko mbele, na wala siwezi kusema hii hali itakuwaje. Kwa hiyo si tuiache hiyo kwamba 49 ni mwekezaji, wawekezaji 51 wanachama. Mimi ningependa labda tutawaomba wenzetu wa Azam TV watupe ile process ya mkutano mzima ambao ulikuwa huko live. Baada ya kuwa aliyekuwa ameleta mapendekezo ya kuwasilisha, na katika maelezo yangu ya awali nilisema tulipokea mapendekezo ya serikali, tulipokea mapendekezo ya wanachama, tukaunda kamati ambayo ilitoka katika pande zote, wakafikia na wakayaweka sawa. Aliyekuja kusoma mwenyekiti wa ile kamati akaainisha. Nikauliza, jamani, baada ya maelezo haya kuna mtu yoyote ana hoja? Hakuna. Kama hakuna na agenda zimekwisha, tunafunga mkutano. Sasa wengine wanatengeneza fani, mwingine anakuambia taa ilizimwa, mimi sikuona. Umeona? Sasa sijui taa wakati inazimwa alikuwa wapi na nini kilichotokea. Baada ya kuwa agenda zimeisha, tukawaita watu wakasoma dua, umeme ukiwa unawaka, hakuna taa iliyozimwa. Wakati tunatoka kwenye ukumbi, umeme ulizima na ukarudi hapo hapo. Kwa sababu gani? Tuliwaambia watu wa Diamond Jubilee kwamba hatutaki power interruption, kwa hiyo watumie generator. Kwa kuwa mkutano tumemaliza na tushafunga, kwa hiyo wao wakarudisha kwenye main supply, wakazima generator, wakarudisha umeme wa kawaida. Sasa unataka yani ni mambo tu ya vituko. Ndio hizo TV hizo. Kwanza nikwambie lile ambalo ulisema kuna wengine hawakuridhika sio nani. Sasa ninyi sinatakiwa muulize, wewe bwana, haya yamewasilishwa, tumeuliza kuna hoja, hakuna. Wewe hujaridhika na nini? Ninyi waandishi mbona mfanyi hiyo kazi? Kumuuliza wewe hoja yako ilikuwa ni nini? Mkutano una taratibu zake. Mapendekezo yanayohusu marekebisho ya katiba, uwezi ukaja ukumbini ukaanza kusema mimi hapa nanyosha mkono kifungu cha 3 nataka kirekebishwe kiandikwe hivi. No. Kuna utaratibu nao umeainishwa kikatiba. Ukiwa na hoja unawasilisha siku 21 kabla ya mkutano ili iweze kupitiwa, na tunakuja pale tunajadiliana, kifungu hiki kinarekebishwa, sababu za kurekebishwa, unatoa mapendekezo yako, tunajadiliana, ndio tunapitisha. Na hakuna kitu chochote duniani, hata uhai. Kwa mwanadamu hakuna kitu muhimu kama uhai, si ndio? Kuna wengine hawataki, wao hujasikia watu wanajua. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kukubalika na wote. Ukiniambia kwamba mkutano ule usimame watu wote, haya tupige kura tuseme wote waseme ndio, haiwezekani. Kuna wengine watakataa. Sukari tamu wengine hawaipendi kwa sababu ya kuumwa nani. Pilipili inawasha lakini wengine wanaipenda. Ndio binadamu alivyo. Kwa hiyo hayo ni maoni tu. Na sisi klabu yetu tunaheshimu uhuru wa maoni. Nimewaambia wale ambao wanahisi kwamba kwenye mkutano ule kulikuwa na jambo wanataka kuliwasilisha, wafuate taratibu. Kwenye mkutano unaofuata tutafuata, tutayapokea maoni yao na tutafanya marekebisho. Sasa hiyo ya kusema mkutano sio ulimalizika au ulifanya hivi, mimi ndio nilikuwa naendesha mkutano na ndio nilikuwa na agenda pale, na agenda zimegawiwa kwao. Wao waniambia agenda gani hatuweza kuijadili. Kwa hiyo ni aina tu ya watu ambao wanaweza wakawa wanatafuta labda mileage za kusema waonekane na wao wamesema na nini. Lakini mkutano tumeondoka kwenye hayo mambo ya tradition za mikutano ile ya zamani. Zamani kulikuwa mikutano inaendesha mapinduzi, sio kiongozi anaondolewa mara anafunga. Siku hizi hamna, serikali imezuia hiyo. Na katiba yetu iko very open kwamba utaratibu wa uendeshaji wa mikutano unakuwaje, na vyombo vya serikali siku ile vilikuwepo, na marekebisho ambayo yalikuwa yamekusudiwa kuwasilishwa kwenye mkutano ule yalikamilika. Hakukuwa na shida yoyote. Sasa kama mtu anajisikia kwamba labda alitaka kuongea, hatukupewa uhuru wa kuongea, angalieni footage.
za ule mkutano. Watu waliokuwa na hoja walikuwa wanapewa mic, wanazungumza, zinajibiwa. Huyu alikuwa na mawasilisho, yamewasilishwa, kila kitu kilienda sawa. Sasa mimi kumridhisha mtu, hilo ni jambo jingine tofauti. Labda mtu pengine ana chuki tu na mimi, ambayo mimi sioni kwamba ni tatizo mtu mimi akinichukia. Sio ni tatizo kabisa. Hata manabii watu wanamchukia Mungu, kuna wengine wanamkataa kwamba hakuna Mungu. Hiyo ni jambo la kawaida tu kutokea katika muendeshaji wao. Lakini sisi timu yetu, klabu yetu tunaendesha katika weledi wa hali ya juu sana. Na ndio maana tunaruhusu uhuru wa maoni. Wanachama wote wa Simba Sports Club walio hai kwa siku hiyo wanakuja kushiriki kwenye mkutano. Kuna vilabu vingine wanachagua na watu wawili, watatu, na wengine wakionekana wao wanazuiwa, kadi sio hazipatikani sio. Lakini sisi mtu yoyote yule anakuja. Sasa na hilo labda pengine inaweza kuwa ni gharama, kwa maana kwamba tunaruhusu watu wote wanakuja. Lakini hii ni klabu ya watu. Mimi sio ya kwangu, wala sio mzee Magoli. Hii ni klabu ya wanachama. Mtu yoyote anao uhuru wa kusema lile ambalo halikinzani na mtu mwingine. Lakini kwa kuwa umelisema, mimi nawashauri wanachama wa Simba. Ukiwa wewe mwanachama wa Simba, mshabiki wa Simba, huna kinga dhidi ya uhalifu. Usiende ukatukana watu huko, au ukaenda ukamkorofisha mtu, au ukamtapeli ukasema mimi nilikuwa natoa maoni yangu. Ukikamatwa na polisi au ukiojiwa na polisi, hiyo ni la kwako. Sisi klabu hatuhusiki nalo. Ukishtakiwa kwa defamation, ukashtakiwa si kwa kutishia. Maana kuna wengine hata mimi wananitishia na nitadili nao. Maana mtu mwingine anakuambia mimi nataka kuvaa bomu si nene. Hiyo ni criminal offense. Hiyo ni criminal offense. Sio mimi naweza kukuchukulia hatua. Hata serikali yenye mamlaka ikipima wanaweza kukukamata. Wanaweza kukukamata kabisa. Alafu sasa ni mambo ya hatari. Ikitokea kwamba mimi nimetoka nyumbani nimepata ajali nimekufa, ukakamatwa, wewe utasemaje? Utashtakiwa. Sasa watu hawapimi. Mtu mwingine anasema huyu yule muuni sio nani. Kuna wakata vitunguu Kariakoo sio wana rangi fulani. Zamani kulikuwa na utaratibu wa kwenda kununua pilau kwenye siku hizi mimi sisimamii hata uuzaji wa chakula. Huyo jamaa anayepiga makelele wewe kunilaumu siku zote alikuwa anauza pilau kuja kwenye mikutano. Mimi sisimamii hayo mambo, management ndio inayosimamia. Sasa utanitukana bure mimi, utanisema unavyoweza kusema, lakini angalia haki. Angalia haki na zingatia haki. Timu hii kama tulivyosema, sisi tuna mashirikiano mazuri sana ndani ya timu. Tunao watu wanaweza wakawa na oppose mawazo yetu katika utendaji, katika utekelezaji, katika nini. Hiyo tunakubali. Lakini sisi tumekuwa tuna accept constructive criticism. Kwamba wewe ukiwa unatuonyesha kwamba tunataka hili ulijenge, tunakubali. Hata wale ambao wakitoka pale wakiwa wanatoa maoni yao kuhusu mchezo, leo tuliona mchezaji fulani amefanya hivi, mchezaji fulani anafanya hivi, sisi tunayapokea. Sasa wengine wanaweza wakachukua hiyo kama ni mfano, watu wanalalamika dunia nzima mchezo wa mpira, hata kama timu imeshinda. Mimi nilikuwepo kwenye mechi ambayo Simba walicheza, walishinda 3-1 dhidi ya Sports Club Villa kwenye mechi ya East Africa. Kwenye mechi ile wachezaji walikosa goli zaidi ya 6. 3-0. Ilikuwa 3-0 Goli 6 zilikoswa. Lakini baada ya kombe kuchukuliwa na watu kuwa wanashangilia, kuna wengine wakawa wanasema leo ilikuwa tushinde goli 9 leo. Juzi tu hapa tumecheza mechi hii ambayo umesema mwenyekiti. Sisi tulicheza mechi tulipoteza dhidi ya Raja Casablanca uwanja wa Taifa. Tukaenda tukapoteza mechi. Tulianza Horoya tukaja. Tulitoka na Horoya tukaja tukapoteza hapa, alafu tukaenda tena kucheza na Vipers ya Uganda. Lakini Horoya tuliwafunga goli 7. 6. 7 bwana. Goli 7 tuliwafunga. Pale watu wanasema leo tungeweka rekodi zingekuwa goli 10. Timu imeshinda hiyo. Lakini bado wewe hujalizika. Ndio binadamu ulivyo. Na kama nafsi yako haitamani zaidi, hiyo ni nafsi ufu. Labda kiwe kitu ambacho kina madhara. Yaani kwamba mtu akipata kitu chenye madhara akitamani zaidi, hiyo itakuwa. Lakini kitu chenye kujenga kikiwa na ziada, ndo nafsi ya mwanadamu inavyo. Ndio maana unasikia mtu anakuwa na mke mmoja, anaongeza mke wa pili, wengine wanakuwa na mke wa pili, anataka watatu, anataka 4, na wengine wanawake 6 bila kufuata utaratibu. Ndio nafsi ya mwanadamu.
wakati wa mchakato ule unapoanza mwaka 2017 kitaalamu wenzetu walifanya initial estimated value, ambapo walisema kwamba thamani ya mali zilizokuwepo kwa wakati ule ni bilioni 20. Kwa hiyo kama tuna distribute 51 kwa 49, mwekezaji alitakiwa aweke bilioni 19.8 na kadhalika, lakini yeye akasema itawekwa bilioni 20. Na lengo ya ile fedha sio kununua, lengo ni kuwekeza mtaji ambao fedha zake zinakusanywa kila mwaka na zinaingia katika matumizi ya uendeshaji wa club. Kwa hiyo baada ya miaka hiyo kupita, tunapoenda kuingia katika mikataba mipya, hilo jambo litaangaliwa na tutafanya upya uthamini na kuona nini ambacho kinatakiwa kuongezeka. Na watu wengi wamekuwa wakiuliza hilo swali kwamba kuna hela ambazo ziliwekwa kwenye akaunti ya nani? Hivi inawezekana kweli bilioni 20 nikakaa nazo mimi nyumbani? Mwingine anakuambia unaona hela zetu zile Mo ametoa, yeye anatumia tu. Sasa hela hizo mimi au mwenyekiti unaweza kuwa uko nazo wewe. Bilioni 20 unaibebaje? Zinatumika kama seeding money, ambayo kile kinachozalishwa ndicho ambacho kinatumika katika matumizi yanayokadiriwa lakini haya ya kocha nadhani mwenyekiti utajibia. Labda hii la thamani, labda so milioni labda liongeze thamani. 2018 49% ndio 20 bilioni. Kwa hiyo na maana thamani ya Simba ilikuwa ni zaidi ya 40 bilioni. Ukichukulia kama nusu yake ni 20 bilioni, thamani nzima ya Simba itakuwa ni 40 bilioni. That was 2018. Na mimi nikwambie, tukifanya transformation, tukimaliza ile pesa 20 bilioni hiyo ikitoka ikaingia kwenye akaunti ya Simba, ile haitumiki. Unajua hicho kitu haifanyi nini? Haitumiki, inaitwa ni endowment fund. Itakuwa inazalisha interest tu, ambayo kwa mwaka inaweza kuzalisha kwenye 2.8 to 3 bilioni. Ndio inakuja kufanya nini? Kuendesha. Ile pesa unaweza ukaikopea. Niambie hapa Tanzania ni klabu gani inaweza ikawa na 20 bilioni zimekaa na hazitumiki? Kuna klabu tunajua zinaendeshwa kwa overdraft. Unajua overdraft? Yaani pesa inaisha afu inabidi 5 bilioni iwe overdraft. Zipo. Sisi tunaenda kuwa na 20 bilioni inakaa kama endowment fund, inaleza faida, haitumiki, ni asset ambayo unaweza hata ukakopea. Leo unataka kwenda kujenga uwanja, sijui mazoezi, unaifuata benki, labda na mimi na asset hapa, dhamana yangu ni 20 bilioni, iko hapa, naweka nikopeshe 15 bilioni nitengeneze, security yangu iko hapa. Afila watu wanasema Mo, Shimo, acha hiyo kitu. Na tukifanya thamani ya Simba sasa hivi hapa, kama 2018 ilikuwa 40 bilioni, unafikiri sasa hivi itakuwa kiasi gani? Sisi tunaenda kuwa klabu ambayo inakopesheka, kwa sababu tunaenda kuwa na endowment fund ambayo imekaa benki, haitumiki. Hakuna klabu, uliza hata hapa kusini mwa jangwa la Sahara, ina fixed, ina pesa karibu 8 to 9 bilioni, 9 million dollars imekaa. Hiyo nitaka liseme lieleweke. Kisobi, hiyo ni kisobi. Dirisha dogo tunamsubiri kocha. Si wakati wote. Tunamsubiri kocha. Kocha akija atafanya assessment, na si ajabu ameshafanya kufanya assessment huko. Atatuambia, atalingana na hali halisi. Tutamsikiliza. Alafu kama kitu cha kufanya tutafanya. Hiyo nimejibu mawili kwa pamoja, la kocha na dirisha dogo. Huu mgogoro huu usio useme wewe kwamba mgogoro ile imezungumzwa si wapi kule, si
Katari sijui. Katari kuna nini? Imezungumzwa. Mwandishi amesema tulitajwa pale kwamba sisi katika mifano ya. Kwanza niseme hakusema Simba. Hakusema Simba. Ile ilionyeshwa picha kwamba yani unazungumzia matatizo afu unaonyesha picha za wapenzi wa Simba. Mimi kwa maoni yangu mimi, that was uncalled for and it was very unfortunate kutoka kwenye mtu ambaye anatoka ardhi ya Tanzania, ambaye ndio nasema mwenyekiti wa vilabu, lakini anaamua kuonyesha Afrika na dunia kwamba Tanzania kuna nini? Kuna shida. Ajifikirie mwenyewe hicho alichokifanya alitaka kuachieve nini. Sasa kama klabu bora ambayo yuko Tanzania unaionyesha kwa dunia kwamba katika Tanzania kuna matatizo, alitaka kuachieve nini? Tunasema ni narrow thinking, kwa sababu unafikiria kwamba hapa unaubeba ushabiki. Ule ushabiki ule unaubeba kuupeleka sehemu ambayo haistahili. Good governance haina uhusiano wowote na matokeo. Wale watu wanakuwa wanaambia kwa nini timu yao haifanyi nini? Haishindi, haifanyi vizuri. But that is not poor governance. It's not. Sio poor governance. Governance ni kuona kwamba kuna corruption, kuna rushwa, hakuna uwajibikaji, vitu haviko wazi, hakuna transparency, unaendesha vitu unavyojua mwenyewe. Hiyo ndio poor governance. Ina principles zake. Sasa pengine hakuelewa hata hiyo poor governance atakuwa kuzungumzia nini. That was uncalled for. Kwangu mimi, it was very unfortunate. Kwa sababu mtu ambaye anataka kuprotect mpira wa Tanzania hafanyi protection ya mpira wa Tanzania. Na bado tunalifanyia kazi tuweze kusema nini. Kwa kweli amekosea Simba, amekosea nchi. Kuna klabu hapa Afrika zina poor governance, hata mishahara ilipo. Kuna klabu kutwa zinashtakiwa FIFA na wachezaji. Zinashtakiwa FIFA na makocha. That is poor governance. Umeona mkataba ulipi mtu mpaka anakupeleka FIFA, mpaka upeleke FIFA hujamlipa zaidi ya miezi 2-3. That's poor governance. Hasemi. Club licensing inataka mpaka timu ziwe na viwanja vya mazoezi. Kuna timu hazina viwanja vya mazoezi, zinazunguka tu. Hawasemi. Kwa kweli katika haya kawaida sikutegemea kitu kile kifanyike. Na hata bodi hatukutegemea kitu kifanyike. Pengine tutajulisha mamlaka ziweze kujua kwamba hichi kinachofanyika si sawa. Na nafikiri kama nchi pia watu wajue nafasi zao. Unapokuwa kwenye nafasi fulani, unapewa nafasi fulani. Unatoa ushabiki, unafanya vitu ambavyo vinaweza kupromote mpira wetu, tukapromote nchi. Sasa yule mzee Magoma kila siku anazungumza pale. Nayo kwa hiyo ni tatizo. Wakitoka leo wanachama 10 wanazungumza wakapiga kelele, tayari hiyo ni poor governance. Come on. That was uncalled for. Kiukweli kabisa. Hatukufurahishwa. Wanajaribu kujificha, lakini kila mtu anajua intention yake ilikuwa ni nini. Sisi Simba tushindani na mtu. Simba sisi tunashindana na targets. Kuna watu kucha kila siku lazima iongelee Simba. Sije apate attention. We don't. Ahmed, kwanza usiwataje kwanza. Sisi tuna chakula kimejaa kwenye meza vya kufanya vya maana. Hii sio kutafuta nani. Sisi tuna agenda tunakuja nazo za maana za kuifanya Simba iwe bora. Sisi tutashindana na standards zetu na targets zetu. Hatuwezi kwa kutwa tunataja timu tu. Yaani kila mtu akiamka ni short lived, itakwenda itaisha tu.
Sisi tutaweka mikakati ya kuendeleza timu kimkakati ambapo tunaona nafaa, na itakuwa ni 360 degrees: timu ya mpira, timu ya wanawake, timu ya watoto, infrastructure na membership growth na engagement. Tunaenda kutoa tangazo, tumempa jana mamlaka, tangazo la director wa membership, tangazo la director wa technical upya kwa vigezo vipya. Tunataka timu ambayo inakuwa kwenye engo zote. Hatutaki vitu vya propaganda tu hivi, ili kesho na kesho kutwa hata tukiondoka sisi hapa, anakuja mtu anakuta kuna watendaji waliokabilika, kuna vitu vimekamilika katika Simba. Klabu inapiga hatua kubwa. Trust me, this club is going to be great. Sio kwa maigizo, kwa kuweka malengo yake wenyewe ya kukua na kuata klabu vizuri. Mimi si yako na usio Manchester kila siku wanasema sweet timu gani. Wanaweka malengo yao. Hiyo ndio Simba, ndio vision ya Simba tu kujenga. Simba hiyo. Samahani kama nimekuwa mkali kidogo. Hii imezungumzwa ya dabi. Mwenyekiti kwa nikumbusha, kufungana Simba na Yanga inatokea sana. Yaani ukichukua katika historia, kufungana Simba na Yanga ishatokea. Kuna miaka ishafungwa Yanga miaka 7, wacha mara 6. Kwa sababu sasa hivi kwa mwaka timu zinakutana hata mara ngapi? 4. Mara 4. Sasa kuna miaka 7 timu inafungwa. Ila ni kwa sababu wadogo hamwezi kujua. Miaka 7, sio mara 6. Miaka 7 timu inafungwa. It happens in football. Lakini sio kama sisi hatupendi. Lakini pia kufungwa huko kama mnavyokuona, pia kulikuwa na utata mwingi. Sio kama limefungwa, kulikuwa na utata mwingi tu baadhi ya mechi. Nyingi tu. Lakini kwa sababu maamuzi ya mechi yanaendana na waamuzi, basi tunakubali. Kwa hiyo tutazidi kupambana dabi ili kuwa na ushindani wa kutosha. Lakini hakuna cha ajabu hapa ambacho kimetokea. Ila sasa watu wanapiga kelele kwa sababu hawajui kwamba hii inatokea. Juzi tumetokea tu hapa. Kuna swali lingine nimeliacha? Tulikuwa kuna Mkeenge ananitumia message baada ya kuuliza, anasema kocha anatangazwa leo au muda wote lini? Sio, hiyo ni issue ya CEO, mtendaji mkuu. Maana sisi ndio governance hiyo. Uwezo kanisikia kila kitu mimi au kila kitu nani? Mwenyekiti na makamu hapa. Sisi tuna role yetu kufanya, na mtendaji anafanya nini? Ana kazi yake. Kwa hiyo sisi kama kuna kamati ishafanya kazi kampata huyo mtu, then CEO ndio anafanya vitu vyote, negotiations na kila kitu na kumaliza. Sasa mimi siwezi nikampangia au nikamsemea atamtangaza lini na nini. Pengine kuna vitu vya mikataba anafanya na kila kitu. Hiyo ni mimi hata sifahamu. Hiyo ndio maana ya good governance. Sio tu kila kitu ni mimi tu. Ukifa kwa na vitu vyote, institution memory yote imefanya nini? Imekufa. Hayo ni maswali maulizo. Hayo maelezo yamenipa. Mimi nataka niongezee tu kwenye lile ambalo lilisema kwenye mamlaka ambazo zimekuwa zikitusupport. Umesema serikali kwa jumla, lakini nadhani ni haki kuwataja wenzetu wa Tanzania Investment Bank, walitusupport sana kwenye shughuli zetu za msimu uliopita na msimu huu. Lakini kuna mamlaka ya mapato Tanzania TRA, kuna TRC Tanzania Port Authority, tunawashukuru sana. Lakini pia tunao wenzetu wa TBC, tunajua na K4S Security, hawa wanatusaidia sana, tunashirikiana nao vizuri. Kwa hiyo tunaomba radhi kwamba tukuwataja mwanzo, lakini si kwa kuwadharau, kwa sababu sisi ni binadamu, tumeumbwa na kusahau. Dada pale nimeona amenyosha sana mkono, labda aulize.
Mapinduzi tutashiriki. Mapinduzi tutashiriki. Lazima tushiriki mapinduzi. Hayo mambo ya kinchi. Mambo ya kinchi, mambo ya serikali. Na tuko vizuri na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutashiriki. Lakini pia ni nafasi pia hata kwa wachezaji wale ambao wapati playing time kufanya nini? Kucheza. Kwa sababu si unajua hata Uingereza kuna ile inaitwa nini? Kombe gani inaitwa gani? Carabao. Kwa hiyo mapinduzi pia inajenga pia watu wajamuona Semfuko siku nyingi sana na Semfuko acheze. Kwa hiyo tutashiriki mapinduzi. Wala no doubt about it. Kwa hiyo kama buku kabisa hoteli Zanzibar tutashiriki. Umoja wa vilabu no comment. No comment. Kuna vitu tunavifanya lakini no comment. Kwa sababu tunataka kujua huyu umoja wa vilabu jinsi ulivyoundwa, constitution yake, na unafanyaje kazi, na kama ndio viongozi wenyewe wanabagaza vilabu. Tunataka kujua. This is serious. This is very serious. Kwa hiyo no comment mpaka until further notice. Na nikiingia napata nini? Sio kama mnaelewa. Nikiingia napata nini? Kwa hiyo hatufanyi vitu kwa ushabiki. Wala tuko kwa ushabiki. Na angalia kuna hata klabu za Egypt ziko pale. Haziingia. Tunaingia kwa ajili ya nini na tunapata nini? Unajua kuna jambo ambalo labda ningependa kulizungumzia, naomba radhi mwenyekiti. Umoja huu kiini chake au chanzo chake Simba walishiriki kwa 100%. Na wala sio jambo ambalo limezuka. Ni jambo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Na kama hamfahamu, Simba ndio klabu iliyoko nominated miongoni mwa vilabu 8 Afrika kushiriki African Football League. Na African Football League iliandaliwa na CAF kwa kushirikiana na FIFA ikiwa ni pilot ya mashindano ya vilabu vya dunia. Simba ndio walioshiriki. Na tulicheza hapa uwanja wa Taifa. Na hata inauguration yake ilifanyikia hapa. Na ndio chanzo cha mashindano haya ya vilabu yaliyofanyika Marekani. Na huo umoja ulianza kuzungumziwa hapa. Na kila kitu. Sasa inawezekana ikawa wenzetu wana ubunifu hata wa kuanzisha umoja wa vilabu wa Afrika na nini kwa sababu wana akili nyingi. Lakini ni kitu ambacho kilikuwepo, walifuata sample ya UEFA, wakasema na Afrika wawe nayo na Amerika wameanza na mabara mengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio lazima kwa sababu kila mtu anao uhuru wa kujiamulia nini anachotaka. Tutaangalia kama alivyosema mwenyekiti, tukiona kwamba kuna benefits ambazo tunaweza kuzipata. Maana nilisikia waandishi wanasema unajua baada ya kuingia mwenyekiti huyu ndio vilabu vimeanza kupewa fedha kwa ajili. Vilabu vinapewa fedha za maandalizi ya mashindano ya kimataifa tangu mwaka 90. Si ndio mzee? Miaka yote wanatoa kile kinachopatikana kama royalty wanagawa kwa vilabu vyote vilivyoshiriki. Wala sio kwa sababu ya umoja, wala sio kwa sababu ya nini. Hizo fedha zinakuja tu. Ukishiriki mashindano ukaingia kwenye group stage unapewa fedha kiwango fulani, ukienda quarter final kiwango fulani, ukienda semi final, imekuwepo hiyo miaka yote. Na ushiriki huo wa Tanzania kwenye hizo bodi za kimataifa wamekuwepo tangu kina Mzerage, kina Tandau, kina Tenga, wameshiriki kwenye kamati nyingi za FIFA, kamati nyingi za CAF. Wala si jambo jipya wala limeanza leo. Limekuwepo miaka na miaka, lakini bahati nzuri sasa hivi ndio nini tunasema utandawazi na kujipigia sana pasi. Swali lingine. Unarudia kabla kurudia kuna huyu dada. Wewe umenyosha au ulikuwa alikuwa anaweka vizuri. Basi tena kitu mimi nimerudia swali langu ni kuhusiana na David kuhusiana na Affinity pamoja na Jana. Sio kama David kwa moja yake kuzungumzia na kutokuwa Simba mambo ya kaaji sababu ndio mpira ndio
Basi mimi na uhakika basi linakuja. Picha zake nimeziona, ni basi zuri za kisasa. Kwa hiyo wakati sasa hivi linafanywa branding, imeonyeshwa linakuja. Jeru tuna mkataba wa miaka 5. Sio kama naelewa. Mkataba wa miaka mingapi? Sasa huu ndio mwaka wa kwanza. Na sio kama kila mwaka anatoa nini? Na ni miezi 6. Anatoa basi. Yaani tayari ishakuwa nongwa. Yaani katika miaka 5 anatoa basi mara moja. Lakini miezi 6 ndani ya mkataba wake tayari ishaanza kuwa nongwa kwamba basi halijaja. Tuwe fair pia. Fair and realistic. Realistic. Basi ishanunuliwa na linakuja. Tutaliona basi zuri. Basi la kisasa. Hii mambo ya kujenga sio ofisi vyote vitakuja kwa sababu zote hizo ni one off. Kutengeneza uwanja, sasa kutengeneza uwanja ule kuna namna ambavyo tunataka tuicomplete na uwekezaji pia wa mwekezaji. Hawezi akaanza kufanya yeye tena kwa hiyo tunataka tuna na ramani ambayo ni comprehensive. Tujue mwekezaji anafanya nini na huyu Jeruti atafanya kitu gani. Sawa jamani? Mmeishia maswali Merizika. Msiende tena kusema kule kuna vitu havieleweki. Msiende tena kuolega vitu havieleweki. Maana nimewapa muda wote. Hatujalimiti maswali. Merizika? Moja Ni kawaida kwa club kujifundisha kwa sababu taarifa ya tuko kwenye very advanced stage na nafikiri CEO siku za karibuni hivi. Unaenda lini Ujerumani? Timu sasa usitaje. Ndio maana nimesema Ujerumani. Kuna timu tuko nayo kwenye makubaliano. CEO anaweza kwenda pia, baadhi ya makocha wanaweza kwenda kuwa attached kwa ajili ya kujifunza zaidi jinsi bora ya kuendesha mpira, good governance. Wanaenda kusoma mambo mazuri zaidi. Kwa hiyo wakati ukifika tutaijua hiyo timu anataka waenda, kama ataenda CEO ataenda na watu wengine kwa ajili ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo tuko kwenye mipango hiyo, na mwaka wa kwanza, mwaka wa pili ikifika muda tukakubaliana na partners wetu atasafiri kwenda Ujerumani kujifunza. Lakini labda nimuongezee tu kwamba tunao mashirikiano ya vilabu, kwa maana tuna mashirikiano na Al Ahly, tuna mashirikiano na St George's ya Ethiopia, tuna mashirikiano na Wydad, ambayo tuna mambo mengi ambayo tunafanya ya kiufundi zaidi, hayahusu labda kutangaza kwa wakati huo. Hata kwenye mechi yetu na Azam kuna wawakilishi wa klabu fulani walikuja kutoka Ubelgiji. Kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya, lakini sisi huwa tunapenda mpaka kile kitu kinapofikia hatua yake ya kutangaza ndio tunatangaza. Kama hii ya Ujerumani, naona mwenyekiti amekuwa tu overwhelmed. Amesema na mimi najua msemaji naye yuko kwenye hiyo ratiba na nini. Watu wataanza kudai perfume sasa. Na vinginevyo. Lakini hata media pia wanafanya na Raja. Media pia na Raja Casablanca wana mahusiano ya social media platforms. Ahli pia. Kwa vipo. Ila unajua sasa Simba bwana, vitu hivi watu pigi kelele. Kuna vitu vingi sana vinaendelea. Leo hakuna mtu ulikuwa anajua Simba ina partners zaidi ya 18. Zaidi ya 18. Hivi unajua leo kwenye mtandao wa Voda ile Simba Mastore. Ile Simba Mastore ambayo mtu akiingia kilipia shilingi 100. Unajua Simba kila mwezi tunapata milioni 30. Simba Mastore. Unajua hicho kitu? 36. To be precise.
Mastore tu hiyo 36 inabidi nalipa mishahara yote ya ofisi ya wafanyakazi pale Simba Mastore. Sasa tunaenda kuwaongeza zaidi. Yaani wale Simba Mastore, na hiyo ni Voda. Mwezi Februari tunaenda kuwaongeza Tigo. Voda wanaokuja kwenye kusoma Simba Mastore. Tena mzee nataka utoe story. Unajua nachekesha sana. Piga story. Tutauza sana kwenye Simba Mastore. Yes, sorry. Ni yes. Wasije wakanisiwa. Kwenye Simba Mastore Voda, kwa mwezi wanaoingia kulipia 100 huwa hapungui 2.9 mpaka 3 milioni hivi. Wana Simba hao. Na hapo ndio miaka ambayo tumepitia magumu na transformation na tujashinda. Haki na kwambieni hii club tunaenda kuwa followers na nini, tutakufika 70 to 30 ya watu wengine. I can put my neck here. Kuna watu usiona kila siku, lakini wajali mpaka walipiwe bure. Simba wanalipa. Trust me, this club, Simba hii ikishinda, wafanyabiashara wote wanafurahi. Wanachama na wapenzi wa Simba ni valuable. Sio kama mnanielewa? I love this club. Sio kwa ni Mungu alifanya nikaipenda Simba. Yaani Simba hii, nasema uongo, Simba ikishinda, biashara yoyote mjini hapa inalipa. Na sio maneno yangu. Kafanyeni research. Na vijana wote hao unaona wanakuwa wote lazima wawe Simba kabisa. Sasa mtu anashangaa, Simba Mastore wanapata milioni 36 kila mwezi. Yes. Mishahara hao wanalipwa na Simba Mastore na kila kitu. Not from sponsors. Sasa ngoja tuongeze na Yas. Ngoja tuongeze na kadi mpya za kisasa. Sio kutoka sokoni. Kwenye branches, proper branches. World tracked. Mleta utani bwana mpira. Tumemaliza. Mungu awabariki sana. Siku njema, Christmas na mwaka mpya. Tukirudi Januari tukutane Mapinduzi. Ila kuna jambo tu, samani mwenyekiti, umeshafunga. Tunawahakikishia kwamba tutatoa utaratibu mzuri wa maelezo haya kabla ya tarehe 31 Januari, kwa sababu mwakani 2026 ndio mwaka ambao Simba itatimiza miaka 90. Kwa hiyo tutafanya kitu ambacho kitakuwa ni tofauti. Kutakuwa na mashindano ambayo hao mapartners ambao yule Chopa amewauliza wataleta timu zao kuja kushiriki katika hilo shindano. Kuna timu ambazo zinatoka Asia huko, kuna timu ambazo zitatoka Afrika na South America. Yaani itakuwa ni jambo kubwa na zuri kwa wiki hiyo. Nadhani kuna watu ambao watakuwa wanameza panado ili walale kwanza. Asanteni sana.